Jingine ni la kupokea matokeo, kupokea na kutangaza matokeo. Kipindi hiki cha kupokea na kutangazwa matokeo ni muhimu sana, kama ilivyokuwa kipindi cha kampeni na kipindi cha kupiga kura. Kama nafahamu, uchaguzi ni mchakato, una vipindi mbalimbali. Kuna kipindi cha kampeni, kuna kipindi cha kupiga kura, kuna kipindi cha kutangazwa matokeo, na kuna kipindi cha kupokea matokeo. Vipindi vyote hivi ni muhimu. Uchaguzi umeendeshwa kwa wazi, kwa amani na utulivu, lakini haujaisha bado. Mchakato wa uchaguzi haujaisha mpaka matokeo yote yatakapokuwa yametolewa na mshindi ametangazwa. Sasa CCM inahimiza utulivu na amani kwa wafuasi wake, washabiki wake, wapenzi wake, wanachama wake, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla katika kipindi hiki. Na tunapenda kuwahimiza na kuwasisitiza watu waziachie mamlaka husika zifanye kazi yake katika kipindi hiki muhimu. Katika kipindi hiki kazi ya vyama vya siasa kwa kweli ni kupokea matokeo tu. Kazi ya tume ni kutangaza matokeo. Kwa sisi kazi yetu ni kusubiri matokeo kwa kadri yanavyokuja kutoka tume, na tume kazi yao ni kutangaza kwa mujibu wa sheria. Lakini hata hivyo tumeona na propaganda nyingi sana zinaendeshwa hasa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu matokeo ya uchaguzi huu. Tunaona matokeo yanatangazwa na wapinzani wetu mitandaoni, kwenye WhatsApp na kwingineko, na bahati mbaya sana wakati mwingine hizi propaganda zinakosa maarifa, zinatangaza hata matokeo ya ubunge kwenye maeneo ambapo hata uchaguzi wa ubunge haukufanyika. Mimi nimepokea ujumbe wanasema Masasi tumechukua, Handeni tumebeba. Sasa Masasi hakukuwa na uchaguzi wa ubunge, Handeni hakukuwa na uchaguzi wa ubunge. Kwa hiyo nataka Watanzania wawe waangalifu kidogo na mambo haya, na tunataka wana CCM wapuuze, kwa sababu wana CCM wanaona tunataka wapuuze matokeo yanayotembezwa kwa mitandao ya kijamii. Matokeo rasmi yatatolewa na tume ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi. Sasa sisi tunajua sababu ya wenzetu kutoa matokeo ya uongo haraka kiasi hiki. Wanataka kufanya ni wanatoa matokeo haya ya uongo kuonyesha wanashinda, ili tume itakapotoa matokeo halisi yanayotokana na upigaji kura ambao yataonyesha wameshindwa, basi waseme wameibiwa kura. Kwamba tume imebadilisha matokeo. Unaona yale yaliyotembea kwenye WhatsApp na haya yaliyotolewa na tume ni tofauti. Hizo ni hila na ni mpango wa kutafuta kisingizio cha watu kuingia barabarani na kufanya fujo. Mambo hayo hayakubaliki kabisa katika nchi yetu yenye historia ya amani na utulivu. Lakini pia tunabaini jitihada na nguvu kubwa sana wanazofanya wenzetu za kupeleka kilio chao kwa waandishi wa habari wa kimataifa na mataifa ya nje kwa ujumla. Na tumeona wameajiri kabisa magwiji wa propaganda wa kimataifa kwa fedha nyingi, ili wawasaidie kujenga taswira duniani kwamba Tanzania ni sawa na nchi nyingine ya Kiafrika, nchi ya hovyo inayotawaliwa kwa hovyo, inataka kuiba uchaguzi. Bahati mbaya sana kuna wanasema narrative. Bahati mbaya sana kuna taswira ya Afrika ambayo imejengeka katika jumuiya ya kimataifa, katika mtazamo wa kimataifa, kwamba Afrika ni pahala pa hovyo. Hakuna habari njema kule. Kila serikali inapiga watu, inakandamiza watu, inaiba uchaguzi. Kwa wenzetu wanataka kutumia hiyo kujenga taswira kwamba Tanzania na yenyewe ni hivyo hivyo. Kwa uchaguzi huu na wenyewe utakuwa hivyo hivyo. Na wanafanya makusudi na wameajiri kabisa magwiji kwa ajili ya kazi hiyo. Sasa mkakati wao ni kuishinikiza, kuilazimisha jumuiya ya kimataifa itangaze mgogoro wa kisiasa Tanzania kwa kutumia nguvu ya misaada yake, na kulazimisha matokeo au mkao mpya wa siasa ambao hautokani kabisa na utashi wa wapiga kura. Sisi hatutakubali jambo hilo hata kidogo. Sasa kuhusu matokeo,
ya CCM. Kama tulivyosema, sisi hatuna mamlaka ya kutangaza matokeo kisheria, lakini kwa upande mwingine matokeo haya yanabandikwa kwenye vituo vya kupiga kura na wasimamizi wa vituo. Kwa ni matokeo ambayo yako hadharani, na kwa mujibu wa matokeo hayo yaliyoko hadharani katika vituo mbalimbali nchini, sisi kwenye Chama cha Mapinduzi tumeona kwamba katika majimbo 264 ya Tanzania hadi sasa, kwa mujibu wa matokeo yaliyowekwa na wasimamizi wa vituo, tumeshachukua majimbo 176, na katika mikoa na majimbo ambayo tumeweza kujumlisha bado kazi inaendelea, na pia tumeweza kukomboa majimbo 12 ambayo yalikuwa yanashikiliwa na upinzani katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Sasa tunaomba wana CCM watulie, wasiwe na hofu kabisa, wawe na subira, tume imalize kazi yake. Na matokeo ya rais yanaendelea kutangazwa na tume, ambao sisi hatukuyazungumzia hapa, hayana tofauti kabisa na mwenendo tunaouona kwenye matokeo ya kura za ubunge. Asanteni sana, na tutakuwa tayari kupokea maswali 3-4 ambayo mnaweza kuwa nayo. Pembeni yangu hapa anaitwa ndugu Evod Manda. Yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, lakini ni mwanasheria na ni mshauri wa sheria wa chama, ni kada wa Chama cha Mapinduzi, na amekuwa anatusaidia kwenye masuala ya kisheria kuhakikisha kwamba kila kauli tunayotoa haivunji sheria. Karibu David. Thank you so much. If I know what you're wrong, of the 264 parliamentary seats so far, you report CCM 176. 176 for the constituencies that we have been able to collate so far. Out of the 264 seats in the National Assembly? Yes, so there's a possibility that we'll get more. And also from your I don't know whether you're in position to or allowed to give us a forecast of the presidential candidate from the polling structure. No, we can't because that's a bit complicated, and we want to leave it to the commission to do that. Yeah. But there's no doubt that the trend that we see, obviously, you cannot. In most cases, if you win a constituency, you are more likely to also win a presidential vote. So there won't be too much divergence from these results. Karibu Sofia. Sisi tunaona ule ni mzaha, kwa sababu kwanza mamlaka ya kutangaza matokeo rasmi inajulikana, na ukitazama lugha iliyotumika kuandika ule ujumbe, unajua kabisa hadhira ni ipi. Kwa sababu chama cha siasa unatangaza ushindi, unaandika press release kwa Kiingereza, unaituma kwa waandishi wa nje tu. Tunajua hadhira ni ipi na sababu ni ipi. Kwa hiyo viko vyombo vya kusimamia, kwa sababu pale kichofanyika ni kinyume cha sheria kama kimefanyika, kwa sababu mimi nimeona mtandaoni, na siku hizi mtandaoni lazima utazame kwa jicho la pili. Kwa kama kweli ile ni taarifa rasmi ya chama kile, sisi tunaona ni mzaha, tunaona ni kupoteza muda, kwa sababu mamlaka za kisheria za kutangaza matokeo zipo, na tunajua imetolewa kwa sababu gani, kutokana na kwa jinsi ilivyoandikwa. Kwa hiyo ni michezo tu ya propaganda. Karibu Patrick. Sio kama hili litakuwa event moja kwa moja, lakini jana katika mkutano ambao unafanya vikao, tulikuwa tunaona vijana kwamba simu za viongozi wa upande wa upinzani zilikuwa jammed kutoka upande huu ili washindwe kufanya mawasiliano, kama sijui kwa upande huu
Huko kwenye system hamna mtu mtaalamu wa simu, hatujui simu za viongozi wa UKAWA. Kwa hiyo ukija kuuliza Chama cha Mapinduzi mbona simu za watu wengine hazifanyi kazi, kwa kweli kwa lugha ya siku hizi unatuonea. Kwa hiyo mimi nadhani mamlaka zinazohusika na either simu zinafanya kazi zisifanye kazi zinajulikana. Mimi simu yangu kama ikileta matatizo naenda kwa kampuni ya simu, nauliza kinachoendelea. Kwa hiyo ni jambo ambalo halituhusu, hatulijui. Karibu. Hapo atanisaidia Bwana Manda baadaye kama kuna ya kuongeza. Mimi na swali langu ni kwamba social networks pia tumeamka leo asubuhi zimekuwa ni sehemu ya mchango mkubwa wa ufuzi wa nchi. Kama chama tunachukua steps gani sasa pengine kuwasiliana na TCRA kwa sababu wao ndio mandate ya kucontrol mitandao ya jamii. Kwa namna moja ama nyingine, mimi ninavyoona kwa sisi waandishi ambao ni weledi ni kwamba social networks ni chip, sio kwamba ni habari inachukua kama chip, lakini kwa mwananchi ambaye ni layman anachukua kama habari anaifanya kama habari. Amani kwamba kwa kuachilia hii hali TCRA wanaachia wao na wenyewe wanakuwa ni part ya kuinsight vitu ambavyo baadaye vitakuja kuleta shida kwa wananchi. Unajua swala kuzuri kwa sababu lazima upate balance kati ya kuruhusu uhuru wa watu kuwasiliana, lakini vile vile kudhibiti hali na mazingira ambapo njia za mawasiliano zinaweza kutumika kuchochea vurugu, kuvunja amani. Na balance hiyo unaipata kwa sheria, lakini pili kwa ustaarabu wa kwenye jamii yenyewe. Sasa kwa sababu kama serikali kama jamii hauwezi kuwekeza kwenye dhana kwamba kila mtu atakuwa na ustaarabu, ndio maana kuna sheria na kuna mamlaka. Na bahati nzuri zipo sheria za kudhibiti, lakini nyuma hazikuwepo, za kudhibiti upashanaji habari kupitia mitandao ya kijamii. Na mamlaka hizi ni kweli tunaweza kuchukua fursa hii sasa kuzikumbusha, lakini ni wajibu wake na zistahili kupata hodi kutoka kwa wanasiasa kuhusu kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo nakushukuru na natumia fursa hii kuzikumbusha mamlaka zitimize wajibu wake. Lakini namna nyingine kama chama tunayofanya ni kama hii ambayo ninafanya sasa hivi, ya kujulisha umma, kujulisha wanachama wetu kuhusu taarifa sahihi na taarifa halisi. Lakini na kuendelea kuwasisitiza kwamba mamlaka kamili, mamlaka husika kuhusu matokeo ni tume. Lakini vile vile mitandao ya kijamii ina nafasi yake, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii hata ninyi Channel 10 Azam wana ukurasa ambao ni ukurasa rasmi. Kwa hiyo watu wafuate kurasa rasmi za ITV, kila mmoja hapa na ukurasa wake. Mimi mwenyewe na ukurasa wangu kupata habari, kuliko kila mtu anakuwa chanzo na wakati mwingine watu wanachukua na kuamini na kutangaza. Yes. Nimezungumza na wewe, nimechelewa kidogo. Kuhusu uchaguzi uliofanyika jana, tumezungumza kwamba tumefurahi umefanyika kwa amani, utulivu, usalama. Kuna changamoto zilizojitokeza, zimeshughulikiwa, nyingine zinaendelea kushughulikiwa. Kwenye zoezi kubwa kama hili la uchaguzi kwenye nchi kubwa kama ya kwetu, lazima tutegemee changamoto za hapa na pale. Na changamoto zilizojitokeza haziwezi kubadilisha matakwa na utashi wa wapiga kura. Na changamoto zilizojitokeza haziwezi kukusaidia chama kimoja au kingine. Changamoto za kawaida za kiuendeshaji. Lakini katika ujumla wake sisi tumeridhika. Lakini tunaingia katika kipindi kigumu sasa na muhimu cha kupokea matokeo. Na kipindi hiki ni muhimu na kinahitaji utulivu na amani kama ilivyo kipindi cha campaign, kama ilivyo kipindi cha kupiga kura. Kuhusu matokeo ya Zanzibar, nimezungumza kwamba sisi kwetu tunaona kama ni mzaha, tunaona kama ni propaganda,
na tunaona kama ni sababu ya kujaribu kuleta matatizo. Bahati nzuri sheria ziko wazi, mamlaka zipo, na matokeo rasmi yatatangazwa na tume. Swala mwisho, dada pale, wewe tutaongea. Karibu sana. Labda msingi maswali moja na hiyo nyingine kama tuseme kauli kuhusiana na haya majimbo ambayo nimesimamia 76 kati ya 264 ambayo Chama cha Mapinduzi tayari kimeshachukua. Ni kwa mujibu wa taarifa ya NEC, na vile vile unaweza ukatupatia pia majina ya maeneo ambayo mmechukua. Hii ni kwa mujibu wa taarifa rasmi zenye mihuri zilizobandikwa kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hiyo sio taarifa za kutunga wala za kutengeneza. Dada? Naitwa Veronica, mwandishi wa Television Tanzania. Tumefikisha kwamba kuna mawili ambao wameajiriwa kwa ajili ya hizo propaganda ambazo zinaendelea. Unaweza kuambia hao mawili wa hapa nchini? Sio hapa nchini, nje nchi. Evod, karibu na wewe ni mwandishi, fanya utafiti utajua.